Mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Leo nimepata fursa ya kuja kupiga story na Mnandi JR Mnandi wa Simba Sports Club. Ndugu yangu uko poa? Namshukuru Mungu niko poa. Wewe vipi na uko poa? Hawa uko poa? Mimi niko poa mwanangu. Kama uko poa lete story. Bwana, Simba Sports Club wamemtambulisha mchezaji mpya wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Si mwingine anaitwa Mbaraka Mwangosi Malizizi. Steka la boli hilo. Steka la boli. Simba kweli mmeenda kusajili kutoka Mbeya City. Mbona kama mmeishi? Jamaa tuna steka refu kuliko goli, lakini huyu sasa anaitwa steka refu kuliko uwanja. Peter Mwangosi. Baraka Mwangosi. Steka refu kuliko uwanja. Unaona kuna dalili yoyote ya kuwafikisha kwenye nchi ya ahadi ambayo wana Simba mko nayo? Yule Baraka Mwangosi ndio aifikishe Simba kwenye nchi ya ahadi. Kama ili mpanzu tu saizi kila anachokifanya bado akitiki. Kila anapopambana bado akitiki. Eti Baraka Mwangosi ifike Simba nchi ya ahadi. Labda wao wenyewe viongozi saizi ndio wasajiliwe saizi. Wao ndio wachezaji wa Simba labda ndio watatufikisha nchi ya ahadi. Kwa sasa hivi kwenye dirisha dogo. Wao saizi wasihangaike kusajili hao. Maana huyo chipukizi wanaomsajili. Ukimwangalia jinsi alivyo, yani yule ni Jobe aliyochangamka. Anafanana na Jobe. Hata ukimwangalia huyu mwana zile nini tunaita hizi hapa. Sio lazipata hizi. Yani anaonekana anazo hizi. Kwa hiyo mimi naamini binafsi yule ni Jobe aliyochangamka. Bwana, Simba mnafeli wapi? Tunakofeli ni kama nilivyokuambia, saizi wasihangaike kusajili vijana, kusajili maveterani, tuwasajili wao viongozi. Mimi nataka nipate taarifa saizi bwana Mangungu, welcome Simba Sports kama mchezaji wa klabu ya Simba. Mimi nitafurahi sana. Atavaa jezi ya namba 9, sababu jezi namba 9 haivaliwi Simba. Angekuja Mangungu awe ndo mchezaji wetu, abadilike kwenye uongozi, avae jezi ya Simba. Yule ndo atastahili saizi. Lakini unaenda kunisajilia Baraka. Yaani kashindwe Mbeya City ndo aje kufanya vizuri kwetu. Sasa si utoto. Yaani Simba saizi ya kuendelea kuhangaika na watoto wadogo wadogo. Wanatupeleka wapi? Swala la muda tu lakini. Swala la muda, hao waliokuepo saizi wanashindwa kutoboa. Eti Baraka Mwangosi ndo akaisaidia Simba kwenye mechi ya Esperance de Tunis. Ndio tunamsimamisha pale. Namba 9. Na Esperance de Tunis. Tarehe ngapi hiyo? Tarehe 23. Hiyo siku na jamani ije mapema nione panapovuja. Siku inachelewa kweli tarehe 23. Naomba iwe hata kesho. Ili nione nini kinaenda kutokea kule Tunisia. Ije hata kesho. Ili nikasherekee kitakachoenda kutokea kule. Sio jambo la kawaida. Jambo gumu mno. Jambo gumu mno. Kwa mimi naamini binafsi viongozi saizi wasituchoshe yani. Kukaa kwenye peji zetu kuangalia habari ya kina Baraka Mwangosi. Sawa, sisi wakitaka tuingia kwenye hizo peji, tuwaone wewe saizi wakivaa jezi za Simba ndio watasajiliwa dirisha dogo. Hicho ndio tunachokisubiri saizi. Kwa sababu wameshafeli, wamemuondoa meneja ambaye wamemleta mwenyewe afai, wametuletea Cheki Norris. Sawa, Cheki Norris yule pale, kakaa na yeye anamwona anashika tama namna hii. Mwenzake aliachwa kwenye benchi peke yake. Wachezaji wote wameondoka, yeye kabaki kwenye benchi peke yake anajadili. Unamkumbuka? Namkumbuka. Kocha bora barani Afrika, kocha namba 3 Afrika, kakaa kwenye benchi peke yake, wachezaji wote hawapo. Na wenzake wote kwenye benchi la ufundi hawapo. Kabaki mwenyewe tu. Na uwanja unamwangalia. Anajadili mimi na maisha gani hapa Simba. Na Cheki Norris ine kaanza kukutana na hiyo homa ya jiji yenyewe tunaita. Ile homa ya jiji. Ndio wamefanya hivi tu kidogo. Under 22. Sawa, under 22 Cheki Norris kakaa kwenye benchi. Unajua nilikuwa sijaiangalia vizuri ile. Ndio nikakaa baadaye nikaipekua nikamkuta katulia kaganda kashika tama. Peke yake kabadilika kawiva kabisa. Kama pela iliyoiva iliyopitiliza. Ibenge anaivisha watu. Ibenge anabaki kuwa mweusi zaidi yani. Ile black unaongezeka. Kama Makambala unakaa kwenye mabwawa kule mistuni. Vipi kama ile Simba sasa ndo akija Ibenge kukaa hapa? Ibenge anaitaka sana ile timu muda mrefu. Ila Ibenge mwenyewe akija Simba pale, mechi 2 tu. Asante kwa kushiriki. Timu ile yani mlete yote. Bahari ishachafuka pale Msimbazi. Wewe kwani tunachongea nini? Yaani bahari imechafuka ndio mlete huyo Baraka Mwangosi aisaidie Simba. Wewe unaona unapiga mark time. Kwani sikacheza mechi zote kule? Usajili wa Engineer Harris Said mnabidi muufanye. Usajili gani? Wa Engineer Harris Said. Msajili Engineer aje kucheza namba 9 Simba? Kutoka Yanga kuja Simba. Yani kama sio Senzo Masingiza. Ametoka Simba kaelekea Yanga Africans. Alipotoka Yanga kaenda wapi? Kaondoka, hayuko tena. Karudi tena huko mbele ya safari. Na yule naye pia atoke Yanga aje Simba, Engineer Harris. Aje kufanya nini? Aje kufanya nini? Kwani si ndio yule ameingia sokoni kwenda kumchukua Balakonte? Balakonte si yule Kagima mpaka leo tunapata taarifa kwamba yule mchezaji nani sijui Chakeo anasema kocha muhitaji. Tayari taarifa kwa umma imetoka anarudi tena Singida. Haujaipata hiyo taarifa? Umeiona? Sasa unajua mimi nilikwambiaga kwamba wale wamegoma. Balakonte
na yule Dumbia wamegoma kwenda Singida, wamesema sisi sio wachezaji kwenda kukago down. Sisi tumekuja kucheza hapa Jangwani, sio kukago down. Na taarifa ndio hii hapa niliyokuambia mimi. Wao wanasema za kikachero wana jasusi. Sasa sisi ndio tuna majasusi zaidi mule. Taarifa tunazo, ila tunatulia nazo kutokana na watu wetu wanatuzingua. Mimi nakwambia hiyo, ukimwona Mangungu na jopo lake wamekaa pembeni, Yanga itakuwa inafungwa hata tukikutana nao barabarani. Yaani hata barabarani tukikutana nayo kipigwe pale, yawekwe magoli Yanga anafunga. Lakini kwa sasa hivi wanajua pale mwembe wao uani muda wote wanapopoa tu. Wana shida gani? Muda wote wanapopoa. Kwa hiyo mimi sioni kwamba engineer aje huku kwamba ndo ataongoza vizuri. Kule wenyewe sana wafunika magunia tu. Anajifanya na watuliza anaongea nao vizuri. Unajua watu wengi wanapenda heshima. Sasa yule alivyoona aliwatukana wala miogo, watu wakamuita wewe punguza maneno hayo. Watulize, ongea nao vizuri, ndio wale wanawafunika magunia kila siku wanafly, mtajenga uwanja. Tumeona pale kaleta bulldozer limefumua pale matakataka likaeka pembeni, tayari uwanja unajengwa. Kwa hiyo ni kuwazuga, ukiwazuga watu wanakuta wanaingia kwenye mfumo, wanafuata kile unachokitaka. Lakini sasa sisi huku watu wana majibu ya kishujaa. Ukiwaambia wewe bwana hivi, wanakuambia tukutane kwenye uchaguzi. Mara wewe sio mwanachama. Mara ukijaji kitu fulani, wewe unavaa jezi fake wewe. Unajadili basi. Sasa wewe kiongozi anaweza kuongea maneno kama hayo. Sisi huku hatuna viongozi, huku sisi tuna madikteta. Simba hatuna kiongozi, tuna madikteta. Yani wapo Simba kwa ajili ya mipango yao. Na sasa hizi ndio wanataka kwenda kuiacha huko Madongo Poromoka. Kwa hiyo unaamini hiyo welcome. Sawa? Ya huyo nani? Baraka Mwangosi. Nasikitisha sana. Simba ni daraja kubwa sana. Sasa hizi wakwenda kusajili kina Baraka Mwangosi. Mimi nimesikia kwamba yule anasajiliwa anapeleka kwenye under 20 kule. Yani bado akachukua ujuzi ku. Labda msimu ujao ndio aje kwenye senior timu. Leo moja kwa moja eti Mwangosi under 20 wa Azam. Labda tukachukua under 20 wa Azam. Toa jasho wale walitukimbiza. Yaani muda wote nilikuwa na bana bandani kule. Najiuliza hapa ningekuwa Nyuamani Zanzibar ingekuwaje? Bora hata nilivyokuwa bandani. Hali ilikuwa mbaya. Wale watoto wanakuja mwanzo mwisho kama nyuki. Sasa wale watoto utawafananisha na yule Baraka Mwangosi. Baraka Mwangosi sikaingia yule, kaachwa Ndese Mukwala kwamba katoka kwao huko bado hajakaa sawa, kaachwa benchi kaingizwa yule. Lakini bado maji mazito. Wenyewe wamemuinua kule Mukwala kaingia. Steka watatu ndani. Kuna Soa, kuna Mukwala, kuna Baraka Mwangosi, lakini no goli. Hata la offside. No goli hata la offside. Lakini leo tunasikia welcome Msimbazi. Msiba mzito sana. Simba ina nini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Simba ina nini? Simba ina shida. Simba ina nini? Simba ina shida. Sawa, mimi leo hii nimepigwa simu na watu takriban 10. Wananiuliza, "Oya, tunakwama wapi?" Nini nawauliza kila siku? Wewe unaniulizaje mke wa nyani uko wapi? Nyani hataki kivaa dalizi kia lake lazima ulione nyuma dalizi. Mnauliza maswali majibu mnayo? Tusubiri au uongozi muda wao unamaliza, tuone ni viongozi gani ambao tunaenda kuwapa ridhaa kuelekea kwenye huo uchaguzi. Lakini kwa sasa tutulie, tuendelee kula masononeko. Saizi wewe uko na welcome, wewe usifurahie. Sawa? Na Ali anawakera kweli kweli. Yeye hatukeri, yeye ni sehemu ya sisi furaha yetu kwa sababu mtani wako lazima aongee maneno kama hayo ya kuchangamsha. Kwa hiyo mimi anikeri yule. Ile ni sehemu ya furaha yetu. Yeye kabla hajawa msemaji wenzake kule walitembeza mpaka bakuli kofia namna hii, watu wanataka hela wanaweka kwenye nini namna hii. Kwa hiyo ushaona Simba anatembeza kofia. Wao ndio hela kama msibani. Lakini wao washapitia changamoto hizo. Kinachotuuma sisi tuna kila kitu. Tunakwama wapi? Pesa ipo. Sawa, kupita kwa tajiri, lakini bado tuna sponsor kibao wanatoa hela nyingi kuliko nyuma mwiko. Sawa, tunakwama wapi? Shehe, sehemu ya kukwama mchezaji kama mtoto. Unatakiwa mlee vile inavyotakiwa, lakini ukiwa unampa chakula huko unampa kauli ngumu, hawezi kukupa unachokihitaji. Hata punda ukimbebesha mwanae mzigo na yeye mzigo, punda atembei. Azam wanaoita mshangazi. Nani? Azam wanaoita mshangazi. Waite tu. Kwani tumemalizana nao? Sisi tumecheza mechi 2. Tutakutana mechi nyingine hapa. Mkafungwa na ya mzunguko wa pili NBC Premier League. Tukifungwa ndio wana haki ya kuongea maneno hayo, lakini kwa sasa wana haki ya kuongea maneno hayo. Muda bado. Mara 2 mfululizo wana? Mara 2 sawa, sio maneno ya kuzungumza, waache wazungumze nyuma mwiko, sio wao, sio muda kuzungumza maneno hayo. Na wao wamemtambulisha kijana wao kutoka Zanzibar huko. Sio wamemtambulisha leo. Welcome na wao wametambulisha. Sio wametambulisha Baraka Mwangosi na wao wametambulisha kijana kutoka makao makuu yao kule Nyuamani Zanzibar. Kwa hiyo tuwaambie tu kwamba sisi bado tunapambana na hali yetu, lakini na wao wapambane na hali yao. Ligi ndo kwanza imeanza, bado haijafika hata katikati. Kwa hiyo naamini bado tuna muda wa kujitafakari, tuna muda wa kujadili. Kwa hiyo naamini binafsi sisi tutafika nchi ya ahadi, lakini kwa usajili